tunaambiwa kila kona ni sauti ya mtaa, na sauti ya mtaa bwana, leo tupo kwenye jambo kubwa kabisa la bwana Shobigo, na bwana Shobigo bwana leo amekusanyisha vichwa vingi sana kwa muziki wa Singeli, lakini bwana hapa mnaponiona nipo na msanii mkubwa kabisa, msanii mkongwe. Huku kulia kwangu nina dansa mkongwe, lakini kushoto kwangu pia nina msanii mkongwe sana. Baba Diana, mambo vipi? Bwana kwa heshima. Harakati zinasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana tumetoka na mara 6 tunakuja wewe Mjita, umekuja na gita. Tunakuja na jombo sasa hivi. Jombo au vipi? Watu wanawasha sana jombo bwana. Tunajua hata safari zetu tunazosafiri. Usafiri wetu mara nyingi tunakuwa tunatumia majombo. Kwa hiyo kama umekuja na jombo vuta straight. Bwana tumemzungumzia bwana Shobigo, ni dansa ambaye wa muda mrefu sana na leo anatimiza miaka yake 20, lakini pia na wewe pia ni mkongwe sana bwana. Nataka mtoe siri, nini siri ya mafanikio ya kudumu sana ndugu yangu katika game? Kikubwa kwanza, cha kwanza mimi naamini ni katika kutokata tamaa. Hiyo ndio siri kubwa ya kufanya mtu adumu, sababu wewe unaweza ukafungua biashara labda maandazi, ukaona upate faida siku ya kwanza ya pili, ukakata tamaa, wewe tena ukaendelea kuuza maandazi kwa shakata tamaa. Lakini ukisema kwamba kesho nitapata, ujali faida ujali hasara, lakini itakuja faida tu. Basi ni hivyo kabisa. Bwana nataka tumzungumzie bwana Shobigo pia naye kwa upande wako Baba Diana. Mpaka umetoka najua mambo ni mengi sana, najua ni show nyingi sana, lakini mpaka umeacha mambo yako kwa ajili ya kuja kumkimbilia ndugu yako. Nataka umzungumzie neno moja kwako, kwa ndugu yako anakusikia huyo hapa. Kikubwa ni heshima tu, kwa sababu Shobigo ananiheshimu na mimi namheshimu. Kwa sababu sio mpumbavu. Unajua wapo watu wengi, lakini ameona katika watu wengi hao na mimi anipe nafasi. Kwa hiyo ni heshima moja hapo, kwa sababu tunaheshimiana na mimi nimeamua kumheshimisha ndugu yangu. Kama ulivyosema, si wakongwe wamekutana, wakongwe kwenye kiwanja cha nyumbani, tunaheshimishana kabisa. Lakini cha mwisho kabisa nataka tuguse kwenye engo ya muziki wa Singeli, kwa sababu hapa kati mjadala ilikuwa mikubwa sana, kwa sababu katika wasanii ambao mnafanya sana show live ni wewe, lakini nataka MCzo kuna kauli alizoongea kuhusu media kuchukua show live. Kwa upande wako hii kauli unaiongeleaje? Media zikichukua show live waache wachukue tu, kwa sababu nao ni sehemu ambayo wanatusogeza, sio wanatupeleka sehemu fulani. Kwa Baba Diana fresh bwana. Mimi kwangu fresh, media yote mimi ndio anaimba shoot fresh posti. Poa, na mimi na akaunti zangu nitaposti fresh. Bwana nakubali sana. Ngoja nimalizane na mkongwe, mambo vipi na wewe? Fresh kabisa. Bwana kwanza mimi nimefurahi sana kwa sababu umetukutanisha na mtu mkubwa sana. Tumeona kwenye post nikasema raia, kuna wengine muda mwingine akasema mna Shobigo kule anaweza kamleta Baba Diana. Bwana ni kitu gani ambacho kime connect hapa hii issue mpaka kumleta Baba Diana? Mimi familia yangu, yani shughuli yangu singeenda bila yeye. Mwenye anajua ningemzilia. Acha basi nyumbani. Ningemteka watu jombo kama yeye anavyowasha jombo, na wewe ungewasha jombo. Ningeasha jombo, ningempata hadi nyumbani kusoma kaka yangu, familia yangu. Mimi hata huyu anaweza akamka muda wote akaambia Shobigo uko wapi? Nataka madansa 10, ila mwenyewe huo muda hujafika, ila kifika atanitumia. Sawa. Bwana Kiroboto nimempa option ya kuzungumzia kukuongelea mkongo mwenzie kwenye upande wa dansi, na wewe nataka umzungumzie bwana Kiroboto, kwa sababu Kiroboto unajua amedumu sana kwenye game na sasa hivi ndo anazidi kusababisha maajabu, na amekuwa wenyewe wanasema kwenye stage anafanya balaa kubwa sana, lakini anachotoa ni kikubwa sana. Nataka umzungumzie wewe kwa upande wako bwana Shobigo. Huyo ni talented. Unajua talented unasema angekuwa ni mtu ambaye amefeki toka alipoanza vile, angekuwa na moyo mdogo msiki angeuacha, lakini mwenyewe alikuwa na believe one day yes. Kwa wakati wa Mungu ndio huu sasa. Kwa lazima mtumie Mungu, amwache mtu ambaye anafanya jitihada na anaomuomba yeye. Kwa blaza ni talented. Yaani huyo ni talented. Ndio maana mimi shabiki yake namba 1. Bwana Kiroboto wewe ni shabiki ya Shobigo. Na bwana Shobigo wewe ni shabiki wa bwana. Hii nimeelewa sana. Tumekutana, ndio maana nakwambia tumekutana. Bwana wewe maneno ya kuishi bwana, sio tunakupatana. Bwana Kiroboto, bwana raia wanakusubiria sana kwa hamu. Nataka tuone ule unyama wako. Nataka usitoshie kitu, vitu vyote ndio upige, twende mara 6, lakini pia tuwashe na jombo. Unasemaje? Mwanzo mwisho. Bwana kwa heshima kaka. Bwana shukrani sana bwana, nilikuacha ndugu yangu kampumzishe. Star wetu bwana, star mkubwa sana. Asante. Bwana poa sana kaka. Poa.
Bwana tulikwambia kwamba hii show bwana imekutanisha vitu vikubwa sana, na Kiroboto bwana kaingia kitu kikubwa kabisa ambacho bwana Kiroboto amekiongea ni kwamba uvumilivu na kutokata tamaa. Wasanii wengi sana hii bwana inabidi mchukue kama fundisho, kutokata tamaa. Ukikata tamaa ina maana huwezi kuendelea katika harakati zako. Bwana mimi niishie hapo. Bwana ulikuwa na mimi host wako Singida DOG kutokea Singida TV, lakini pia tuna collaborate na Singida TV.